Bwana Yesu asifiwe. Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Lucia Olota. Ni mke kijana timu Mwanza, na kwa neema ninamshukuru Mungu ni coordinator wa timu Mwanza. Kwa ufupi, kabla sijaendelea, naomba nielezee kidogo mke kijana. Mke kijana ni mkusanyiko wa wanawake wa Kikristo, madhehebu mbalimbali, rika tofauti, wapo walioolewa na ambao hawajaolewa, lakini wote kwa pamoja tupo kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali kama kiuchumi, neno la Mungu, mambo ya malezi, ndoa na mahusiano na mambo mengine mbalimbali. Mke kijana imeanzishwa rasmi 2024 mwezi wa 7 chini ya mbeba maono Dr. Sara Mwakasege ambaye anaishi Dodoma na nipo makao makuu yetu yalipo. Imegawanyika mikoa mbalimbali Tanzania, lakini mikoa ambayo imeenea kwa wingi mmoja wapo ni Mwanza, Dar es Salaam, Dodoma, Morogoro, Arusha, Kilimanjaro. Tumefika hadi Mbeya, Iringa, huko kote mke kijana inapatikana. Lakini pia kuna kwenye social media tunapatikana Instagram kwa hiyo mke kijana, YouTube, Twitter, Facebook, kote huko tupo. Google mke kijana unaipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Sara Ndahani au Mrs. Martin au Mama Twins. Namshukuru Mungu kwa kubahatika kupata neema ya kuitwa mke kijana. Mimi ni mke kijana kutoka Mwanza. Najivunia sana mke kijana. Nimenufaika sana kupitia jukwaa la mke kijana. Nimeweza kumjua Mungu, nimeweza kubadilisha maisha yangu kuanzia kwenye familia yangu, watoto wangu, mume wangu, mpaka ndoa yangu, mpaka kazi. Vyote hivi vimebadilika kutokana na maombi. Na maombi yetu huwa tunasali saa 8 usiku. Kila mtu anajua maombi ya saa 8 usiku yalivyo na nguvu ya kubadilisha kile ambacho mtu anaamini hakiwezi kubadilishika. Lakini kupitia maombi ya saa 8 usiku yamebadilisha sana maisha yangu na familia yangu. Namshukuru sana Mungu. Pia kupitia jukwaa la mke kijana nimeingiza wanawake wengi sana kwenye jukwaa la mke kijana. Najivunia sana kwa hilo, ambao wananishukuru ndoa zao zimebadilika, zimeboresheka. Nashukuru Mungu sana kwa hilo. Kwa napenda kuambia wamama wengine wote na wakaribisha kwenye jukwaa la mke kijana, waje mke kijana, hawatojutia, watamjua Mungu, watajua kuomba, watajua jinsi ya kulea watoto wao, watajua jinsi ya kulea ndoa zao, watajua jinsi ya kumtumikia Mungu. Asante sana, nawapenda sana wake kijana Mwanza na mikoa mingine yote. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pendo Kabengwe. Niko mke kijana timu Mwanza. Timu Mwanza inakutanisha wanawake wa Kristo ambao wanatoka mikoa mbalimbali kanda ya Ziwa. Kuna watu wanaotoka Msoma, Simiyu, Shinyanga na hapa Mwanza. Mimi binafsi natoka Simiyu. Ninajivunia sana kuwa mke kijana kwa sababu ni forum ambayo imenisaidia mambo mengi sana. Kuanzia familia, karia yangu, kumjua Mungu na mambo mbalimbali. Asanteni, nawapenda na Mungu awabariki. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Asina Kivaju au Mama Precious au Mama Golden, Mrs. Frankie. Ni mke na mama wa watoto wawili. Nimeokoka na mpenda Yesu. Karibuni katika forum yetu hii ya mke kijana. Mke kijana ni kisima cha maarifa. Ni jukwaa ambalo tunakusanyika wanawake wa rika mbalimbali. Wapo mabinti, wapo wanawake walioolewa ambao ni wa marika mbalimbali, ambao tunakutana katika kupeana maarifa mbalimbali ya kiuchumi, ya kujua neno la Mungu, ya afya, maendeleo binafsi, usafi, mazingira na hata mapishi. Kwa hiyo katika jukwaa la mke kijana tunapata maarifa mbalimbali, haswa ni maarifa ya kumjua Mungu, ambapo tunapata muda wa kusoma neno la Mungu, ambapo tuna program inaitwa Bible Marathon.
tunasoma neno la Mungu na kuulizana maswali mbalimbali kuhusu Biblia na neno la Mungu kwa ujumla. Pia tuna program ya maombi ya mlimani ambayo huwa tunakutana kwa ajili ya kufanya maombi ya mlimani mikoa mbalimbali. Na Mwanza pia tuna sehemu yetu ambayo huwa tunakutana kwa ajili ya maombi yetu ya mlimani, ambapo tunamtukuza Mungu na tunamuona Mungu kwa viwango vikubwa sana juu ya familia zetu, juu ya maisha yetu kwa ujumla. Pia tuna maombi ambayo ni ya usiku tunayofanya usiku wa manane kila siku, ambapo tunafanya online kwa kutumia WhatsApp, ambapo tunajumuika kwenye WhatsApp channel. Tunakuwa tuna program mbalimbali za kuomba kwa ajili ya maisha yetu kwa ujumla. Na kama tunavyojua kwamba usiku wa manane ndio wakati mzuri wa kuomba, wa kusema na Mungu, ambapo katika ulimwengu mwingine hapo mambo mengine yanakuwa yanatendeka, lakini sisi tunakuwa tumejidhabihu, tunakuwa tumejitoa kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu. Na kiukweli kuna namna ambayo tunamuona Mungu akitenda juu ya maisha yetu, juu ya familia zetu. Vijana wako wengi na wanashuhuda mbalimbali kutokana na maisha yao, jinsi ambavyo jukwaa hili limeweza kutubadilisha, jinsi ambavyo limeweza kututengeneza, limeweza kutuimarisha. Kuna watu ambao walikuwa wamekata tamaa kabisa, lakini kwa neema ya Mungu wameinuka. Tunamtukuza Mungu kwa kweli kwa ajili ya jukwaa hili la Mke Kijana. Amina. Mke Kijana, kisima cha maarifa. Mke Kijana, kisima cha maarifa. Mke Kijana, kisima cha maarifa.